Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu. Nikukaribishe sasa mtumishi wa Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Leo tuna kitu kipya kabisa. Nikuombe tu mtumishi wa Mungu, napenda kutambulisha leo kwako kwamba channel hii ni channel mpya. Channel ya inaitwa Esther Masanja TV. Nikuombe sasa mtumishi wa Mungu kwamba uwe familia ya Esther Masanja TV, ufuatilie vipindi vyetu ambavyo vitakuwa vinaendelea katika chaneli yetu hii Esther Masanja TV. Nikukaribisha na kukualika kwa ajili ukitaka kuwa mwanafamilia, nikuombe usubscribe, lakini usiache kushare kwa wengine, usiache kulike. Nikukaribisha sana mtumishi wa Mungu, ambapo utakapokuwa mwanafamilia wa TV hii utakutana na vitu vingi ambavyo Mungu atakavyotuwezesha kutupa neema ya kuweza kufikisha ujumbe kupitia chaneli hii. Nikualike sasa, ninaomba tuombe. Mtumishi unayemtazama hapa na kumsikiliza, ninaitwa Esther Emmanuel Masanja. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza na kulinua jina lako. Asante kwa ajili ya muda mzuri. Ninakukaribisha mahali hapa kwa ajili ya mtumishi wako popote alipo anaponitazama na kunisikiliza. Nikualike sasa ujihuzurishe. Asante kwa sababu ninaamini utanitumia kwa kadiri ya neema ulioiweka ndani yangu. Kwa utukufu wa jina la Yesu ninaomba, amen. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka nizungumze ni kwa nini watu wengi au naweza nikasema dunia ya sasa hivi kanisa limekuwa la kawaida. Naweza nikatumia hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikaja nikagundua, nakumbuka ilikuwa ni mwaka jana, Mungu alipokuwa akinifundisha kwa habari ni kwa nini watu wengi hawawezi kufikia malengo, na mara nyingi wamekuwa wakimlaumu sana Mungu. Ni njia mojawapo ambazo Mungu amekuwa akinifundisha. Ni njia nyingi sana Mungu ambazo amenifundisha. Lakini kwa wakati huu ameniagiza kwamba natakiwa kuliambia kanisa lake ni kwa nini watu wengi wamebaki na vilio na watu wengi wamebaki wakilalamika na kunungunika. Na ndiyo maana kuna njia tofauti tofauti za kuweza kuwa mshindi katika maisha ya Ukristo, niseme hivyo. Nizungumze kitu kimoja ambavyo watu wengi huwa hawajui. Nisikilize wewe ambaye inawezekana umeokoka leo, inawezekana umeokoka miaka mingi sana, na umejikuta kwamba unakutana na mazingira magumu, unateseka na huoni upenyo kila wakati. Haijalishi kwamba unaomba au haijalishi kwamba labda unatoa sadaka. Leo nataka nikupe kanuni chache tu ambazo kanuni moja ambayo unatakiwa hiyo ukiifanyia kazi utaweza kufaulu na hautakuwa mtu wa kushindwa tena katika maisha yako, na mara nyingi utakuwa mtu wa kushinda, na kila mpango utakao upanga utafanikiwa kwa sababu utakuwa umepata nguvu ya kuanzisha mambo na kumaliza. Nataka nikupe mfano huu. Yesu Kristo alipokuja duniani, ukitaka kujua hii kanuni ni muhimu sana. Yesu Kristo alipokuja, na mara kabla hajaanza kazi aliyoitiwa na Mungu, kwanza nataka ujue Yesu Kristo ni Mungu kamili, si ndio? Lakini Yesu hakuweza kuanza hiyo huduma ambayo ndiyo sababu ilimleta duniani bila kuomba. Maana yake ni nini? Hapa nataka kuzungumza kwa habari ya maombi. Watu wengi hawafikii malengo ni kwa sababu hawaombi, na kanisa la Mungu limepoteza nguvu ya ushindi kwa sababu haliombi. Na siku moja nikamsikia mtumishi wa Mungu mmoja anazungumza, anasema eti watu fulani wanajifanya wanajua kuomba, eti mtu analia, sijui ananena kwa lugha, sijui anasemaje. Yeye akawa anazungumza kwa namna ya kwamba haamini katika kuomba. Lakini nikaja nikagundua, mimi sikuwa najua ni kwa nini yule mtu yuko namna ile. Siwezi kumtaja, lakini kuna kitu nilijifunza kwake. Siwezi kumtaja, nilijifundisha kitu kwake. Kwanza nikaja nikapitia nikaanza kufuatilia maisha yake. Nikagundua kwamba kwanza yeye ni muongo, anawadanganya watu. Kwa sababu yeye
ni mtu wa maombi, na ndio maana hata huduma alionayo imefika hapo ilipo. Kwa sababu nakumbuka kuna kipindi fulani alionekana mpaka amepungua sana, na akaja akashuhudia kwamba nilikuwa nimepanda kwenye milima ya Morogoro, nimeomba siku 40. Bwana Yesu asifiwe sana.